Leo Wakristo wana sometime wana miungu na mapepo pasina kujua, na huu ndio ujumbe ambao tunaweza kupatiana ili tuweze kujua tunamwabudu nani. Lakini pia matatizo yanayotukumba au changamoto tujue ya kwamba sisi wenyewe tunajitafutia. Kwanza ndio utakuta unaweza kuwa Mkristo upo katika kujiwekea taratibu za kusoma neno, kumtafuta Mungu, maombi na vitu kama hivyo. Inawezekana una changamoto ya kupata kwamba unapoingia katika maombi labda unajihisi kama umechoka tu, au usomaji wa Biblia na ukishika tu Biblia unasinzia. Unajua hili ni swala ambalo linabidi liangaliwe kwa macho ya kiroho. Ndio unakuta mtu mwingine anafanya hivyo lakini anaona sasa nifanyeje? Ndugu yangu, mchawi wa kwanza ni wewe mwenyewe. Mchawi wa kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Hapo sio uvivu tu. Unajua kunaga uvivu kwenye vitabu vingine unasoma vizuri, alafu kitabu cha Biblia peke yake ndipo ambapo uvivu unakuja. Huo si uvivu, hiyo ni vita. Lakini wewe mwenyewe jiulize, una miungu gani ndani yako? Leo hii fanyia hata utafiti wako mwenyewe. Mapepo yako ndani yako. Unakumbuka Yesu si kwamba mapepo alikemea tu yakiwa nje ya Yerusalemu au nje ya masinagogi, mpaka ndani yalikuwemo, yanakuja. Kwa hivyo unaposoma Biblia, licha kwa upande wetu kuna malaika, lakini upande wa pili ndani yako kuna mapepo. Inawezekana. Na njia unazoweza kuwa umeingiza mapepo ndani yako ambayo ndio yanasababisha wewe kutojitoa kikamilifu kwa Mungu. Unaweza kuwa umejiingizia hayo mapepo kwa njia ya pete, njia ya hayo pafumu ambazo zina attract, zinavutia mapepo kuja kwako. Unaona mabangili ambayo hayana uhusiano kabisa na uzima wa milele, na hayo yana uhusiano sawa na wokovu wako, ambapo yanakuzuia. Mfano mzuri, kuna ambaye alikuwa ameshuka. Ndio maana hata watu wanaambiwa msishuke, hawaelewi. Lakini alipokuwa ameshuka sasa katika utoaji wa pepo, maana alipagawa na pepo, ikabidi afumuliwe kwanza nywele ndio aweze kutoka. Pepo alitoka baada ya kufumuliwa nywele, lakini walikuwa wamekusha kuomba kusota sana. Mwingine napo mapepo yanalia, lakini kumbe changamoto ilikuwa ni bangili. Bangili itolewe tu, vile ilivyotolewa bangili akawa salama. Kwa hivyo ni mapepo tu ambayo yanakuwa ndani yako, na naomba Wakristo wengi waweze kusikiliza. Tunashindwa kukua kiroho si kwa sababu sisi hatujijui. Tunajijua, lakini tuna mapepo. Yaani sisi wenyewe tumeyaruhusu mapepo kuweza kufanya kazi ndani yetu kwa ridhaa yetu na kwa njia ambazo sio kabisa za msingi. Sasa unavaa bangili, ambayo hii bangili unavaa ili iweje? Na ngoja nikuonyeshe kitu chochote unachokifanya ujue kinaleta athari. Mfano, ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10, anasema ili uone kila kitu kinaleta faida na hasara kutokana na vile tu ambavyo itajulikana ya kwamba hiyo faida au hiyo hasara ipo upande upi. 10:31 Wakorintho wa kwanza anasema, basi mlapo au mnywapo au mfanyapo tendo lolote fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kumbe unapokula, unapofanya neno lolote, uhakikishe utukufu unaenda kwa Mungu. Sasa kumbe kuna uwezekano wa utukufu kwenda kwa wengine. Kwa hivyo ukiona hauendi kwa Mungu, kuna mahali unaenda. Hakuna jambo, hakuna neno, ndo hakuna vazi, hakuna chochote ambacho wewe utavaa utasema hakina maana, hakuna. Sasa kama hakina, kwa nini ukavaa? Kwa nini ukaweka? Kwa hiyo kumbe maana ipo hata kama wewe mwenyewe hujui. Na ndio changamoto imekuwa hapo Wakristo wengi. Kumbuka, si Ukristo kuvaa hizo bangili, si Ukristo kushuka, si Ukristo kwa hayo mapafumu ambavyo watu wanafanya. Ndio maana matatizo yanakuwa mengi pasipo wao kutambua maskini ya Mungu. Kama kuna bangili umevaa, kama kuna
kuna cheni umevaa, kama kuna nywele umesuka, huo ndio uhalisia ndugu yangu. Fumua hizo nywele kama kweli unajihitaji kuweza kuingia kwenye uzima wa milele. Lakini hizo bangili toa, vua kabisa, tupe mbali, tena zichome, ili si kwamba ugawe umpe mwingine, maana utakuwa umemgawia Mungu hapo tena na yeye apatoe matatizo. Lakini kama ni cheni, choma moto kabisa mapema. Toa miungu yako unapokuja katika ibada. Ndio maana watu hata wanasinzia. Unajua kusinzia katika kanisa si kwamba mtu tu anakuwa amechoka, ni pambano kabisa. Ndio maana anaweza kana ikitokea labda ni wimbo fulani, mtu tena anakuwa hai kabisa anasikiliza, lakini ukija muda ni neno hapo, dakika 2-3 anaanza kusinzia. Kwa hiyo hapo ni focus ni nini? Uchawi wa kwanza yuko nao mwilini mwake tayari. Ili kuweza kushinda, toa hizo. Ninaomba tuweze kuona mfano mmoja ambapo tunakuja kuona Yakobo aliwaambia watu wake ya kwamba sasa tunaelekea katika kuzungumza na Mungu, tunaelekea katika utukufu wa Mungu. Toeni miungu yenu. Unapoenda kusoma Biblia, unapofanya, jua una miungu ndani yako, una miungu kwenye mwili wako, toa hiyo. Kanisani unaenda na vikuku, unaenda na bangili, lazima ile ibada yako itakuwa imewekewa kiwingu, imewekewa doa. Na kumbuka kile unachokifanya wewe ni ibada. Sasa uhakikisha kwamba hivyo havifanyi wewe ibada yako ikawekewa doa na kwenda upande wa pili. Naomba tulisome hilo fungu uweze kuona katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 35 aya yake ya 2. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyomo kwenu, mjisafishe, mbadili nguo zenu, tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. Kwa hivyo kumbe tunapoenda sasa kwa Mungu, anasema toeni hii miungu migeni. Hatuwezi kwenda kwa Mungu tena tukaenda na miungu migeni. Swali ni kwamba kumbe kuna wale kama vile ambavyo Raheli katika sura ya 32 ameficha miungu yake ya baba yake, ameficha, na hata Yakobo hakujua. Kuna uwezekano wa Yakobo mwenyewe kutojua ya kwamba hawa hawajatoa hiyo miungu migeni na bado wakaenda kule. Kwa hivyo kumbe ibada ambayo angeweza kuifanya huko isingekuwa katika ukamilifu wake. Ndio maana hata unawezekana mchungaji anayeomba akaombea kweli matatizo yatoke, akaombea kweli watu wakue kiroho, lakini hawawezi kuwa, kwa sababu bado wana miungu migeni ndani yao. Hawajakubali kufua nguo zao, hawajakubali kubadilisha na kutoa hiyo miungu. Kumbe dawa ya kwanza kabisa ni kutoa hiyo miungu, kisha ibada ifanye. Na ikifanyika hiyo watu watabarikiwa sana, lakini hawawezi kubadilishwa chochote kama miungu bado iko ndani. Biblia huwezi ukaisoma vizuri, huwezi ukakua kiroho kama wewe mwenyewe miungu hiyo bado unayo. Mkristo uweze kujiathiri katika hayo, uweze kujua ya kwamba wewe ndio unayekaribisha shetani bila kujitambua. Achana na hizo, jitoe kikamilifu kwa Mungu, uweze kujua ya kwamba kuna njia gani utaweza kutumia kuweza kukua kiroho sasa, na uhakikishie ya kwamba uzima wa milele unaweza kuupata.